Mwezi Novemba 2025, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA imeendelea kudhibiti biashara na matumizi ya dawa za kulevya nchini kwa kufanya operesheni mbalimbali zilizofanikisha ukamataji wa jumla ya kilogramu 3799.22 za dawa za kulevya, kuteketeza ekari 18 za mashamba ya bangi, pamoja na kutaifisha mali za wahalifu wa dawa za kulevya zenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 304, huku watuhumiwa 84 wakikamatwa kuhusiana na dawa hizo. Katika kudhoofisha mitandao ya biashara ya dawa za kulevya, Mahakama Kuu Division ya Rushwa na Uhujumu Uchumi ilitoa maamuzi ya kutaifisha kwa mali zenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 304 za watuhumiwa Salehe Hamisi Baselemani na Agawari Bachi Fakiri, ambao wanatuhumiwa kwa makosa ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Mali hizo zinajumuisha nyumba, viwanja pamoja na magari. Maombi ya kutaifisha mali hizo yaliwasilishwa mahakamani hapo kufuatia uchunguzi uliofanyika, na ikabainika kwamba watuhumiwa hao wanamiliki mali ambazo zilipatikana kwa njia za uhalifu wa biashara ya dawa za kulevya. Utaifishaji wa mali hizo umefanyika chini ya Sheria ya Mazao ya Uhalifu sura ya 256 ikisomwa pamoja na Sheria ya Uhujumu Uchumi na Uhalifu wa Kupangwa sura ya 200 na Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya namba 5 ya mwaka 2025. Chini ya sheria tajwa, utaifishaji wa mazalia ya uhalifu umewekwa ili kuwaondolea wahalifu uwezo wa mali na fedha pamoja na faida inayopatikana kutokana na uhalifu uliotendeka, hivyo kukosa nguvu ya kuendelea kutenda makosa ya uhalifu wa dawa za kulevya. Orodha ya mali zilizotaifishwa ni kama ifuatavyo: apartment namba OA2 ghorofa ya kwanza iliyopo Sea Breeze Residence Complex, kiwanja namba 192 block O, Jangwani Beach, Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Apartment 6B kiwanja namba 26 block 52 iliyopo Kariakoo Ilala, jijini Dar es Salaam. Nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 329 na 1009 block C Mbezi, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Kiwanja kilichopo Boza Village, kata ya Boza, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani. Kiwanja namba 69 block 7, kata ya Mbweni JKT, Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Nyumba namba 14 iliyopo kiwanja namba 131 block 9, mtaa wa Chui, Mtoni Kijichi, NSSF House Scheme Phase 3, Temeke, jijini Dar es Salaam. Kiwanja namba 44768 kilichopo mtaa wa Kigogo, kata ya Kisarawe tu, Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja kilichopo Shungubweni Village, kata ya Shungubweni, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani. Kiwanja namba 53 block E Boza Village, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Kiwanja namba 8 block C kilichopo mtaa wa Mwambao, kata ya Mji Mkongwe, wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Apartment namba PA1 ghorofa ya chini Sea Breeze Residential Complex, kiwanja namba 192 block P iliyopo Jangwani Beach, Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Nyumba namba 9 iliyopo Magomeni, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Kiwanja namba 44746 kilichopo mtaa wa Kigogo, kata ya Kisarawe tu, Kigamboni, jijini Dar es Salaam. Kiwanja namba 44748 kilichopo mtaa wa Kigogo, kata ya Kisarawe tu, Kigamboni, jijini Dar es Salaam. Kiwanja namba 44789 kilichopo mtaa wa Kigogo, kata ya Kisarawe tu, Kigamboni, jijini Dar es Salaam.
Pamoja na utaifishaji wa mali hizo, magari yaliyotaifishwa ni pamoja na gari namba T 539 DKQ Nissan Civilian, gari namba T 427 EAH Subaru Impreza, gari namba T 196 EAC Volkswagen, gari namba T 654 DCH Volkswagen, gari namba T 141 DKV Nissan Civilian, gari namba T 944 DKY Nissan Civilian, gari namba T 800 DLA Nissan Civilian, gari namba T 767 DLL Nissan Civilian, gari namba T 435 DJY Toyota Corolla Spatial, gari namba T 307 DLW Nissan Civilian, na gari namba T 753 DKS Nissan Civilian. Ambapo jijini Dar es Salaam katika operation iliyofanyika eneo la Sinza D tuliwakamata bwana Cuthbert Kalokola mwenye umri wa miaka 34 na Bi Murath Abdalla mwenye umri wa miaka 19 wakiwa na dawa mpya za kulevya aina ya 3/4 das methylene dioxymethamphetamine MDMA vidonge 738 venye uzito wa gramu 177.78 na dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya Roipino flunitrazepam vidonge 24 venye uzito wa gramu 10.03. Matumizi ya MDMA na Roipino yanaweza kusababisha kuchanganyikiwa, kupoteza kumbukumbu, shinikizo la juu la damu, kifafa, uraibu na hata kifo. Zaidi ya hayo, Roipino inasababisha usingizi wa ghafla na hutumiwa katika uhalifu wa mashambulizi ya kingono na wizi, hivyo kufanya dawa hizi kuwa hatari kwa afya na usalama wa mtumiaji. Katika operation nyingine iliyofanyika Mbezi Maramba Mawili jijini Dar es Salaam, tuliwakamata watuhumiwa Jaribu Tindwa mwenye umri wa miaka 38, Ali Meshe mwenye umri wa miaka 39, Juma Mfano mwenye umri wa miaka 20, Rahimu na Mpanda mwenye umri wa miaka 28, Abubakari Ali mwenye umri wa miaka 20, Nurdin Rashidi mwenye umri wa miaka 36 na Faridi Rashidi mwenye umri wa miaka 33 wakiwa na kilogramu 90 za dawa za kulevya aina ya skanka zikiwa zimefichwa ndani ya matanki ya solar paneli zilizokuwa zinasafirishwa kwenye basi la Falcon aina ya Scania lenye namba za usajili T 372 DFK linalofanya safari zake kati ya Tanzania na Malawi. Mkoani Rukwa katika mpaka wa Kisesia tulimkamata bwana Godwin Henry mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Mbalizi Mbeya, akiwa na dawa za kulevya aina ya skanka kilogramu 244.3 zilizokuwa zimefichwa ndani ya spika, mashine za kupooza hewa, mashine za kukatia majani na vifaa vya kompyuta kwenye CPU. Vifaa hivyo vilikuwa vinasafirishwa kwenye gari aina ya Iveco van yenye namba za usajili wa nchi ya Afrika ya Kusini CN 85 FNGP, mali ya kampuni ya usafirishaji ya Makamua Logistic Limited lililokuwa likitokea nchini Afrika ya Kusini kuja jijini Dar es Salaam. Aidha, katika operation tulizozifanya maeneo mengine nchini, tulifanikiwa kukamata kilogramu 2041.45 za bangi, kilogramu 1423.28 za mirungi, kuteketeza ekari 18 za mashamba ya bangi, na tunashikilia magari 4 na pikipiki 12. Mafanikio tunayoyapata katika vita dhidi ya dawa za kulevya
yanatokana na ushirikiano wa jamii katika kutimiza dhumuni la serikali kulinda kizazi chetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Jamii yetu inayo nguvu kubwa ya kubadilisha mwelekeo mbaya wa vijana na kuwafanya kuwa na mwenendo mzuri kwa kuwafanya wawe na mwenendo mzuri utakaosaidia mustakabali wa taifa letu Tanzania kuendelea kuwa na amani na ustawi wa jamii. Tuendelee kusimama pamoja kuhakikisha tunalinda vizazi vya sasa na vijavyo dhidi ya dawa za kulevya, na operation za dawa za kulevya nchi nzima zitaendelea, na kuhakikisha kwamba wahalifu wote wanaojihusisha na biashara, uzalishaji na matumizi ya dawa za kulevya, hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.